Ukisema tu kwa nguvu ya msalaba, kuna jambo nalo linatokea. Sasa Mungu aliyekwenda msalabani ni nani? Ni Yesu Kristo ambaye ni Emmanuel, ambaye yeye ni Mungu. Unajua Mungu yuko hivi, kuna Mungu pamoja na watu, kuna Mungu pekee katika utukufu wake, kuna Mungu katikati ya watu. Kuna Mungu kuwa katikati ya watu, maana yake hatendi pamoja na watu mpaka watu wamtafute, ila yupo katikati ya watu. Ila ukisema yuko pamoja na watu, maana yake anatembea nao. Ndio maana ya Mungu pamoja na watu. Kwenye magonjwa yuko nao, kwenye tabu yuko nao, kwenye shida yuko nao, kwenye mauti yuko nao. Kama unanielewa sema amen. Amina. Hebu sema Mungu pamoja na watu. Mungu pamoja na watu. Unaona Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Sio Mungu katikati yetu, Mungu pamoja na sisi. Ina maana unapoingia kwenye magonjwa, Mungu anaingia pamoja na wewe. Amina. Unapoingia kwenye hali ya kifo, anaingia pamoja na wewe. Ndio maana nasema usiogope, kwa maana mimi ni pamoja na wewe, nikutetee, nikusaidie, nikushike kwa mkono wa kuume wake hapo. Amina. Haleluya. Lakini Mungu akiwa katikati ya watu, maana yake ni mpaka wale watu wamtafute. Nifana kusema tumemwona mchungaji hapa alikuwa katikati ya watu pale, hayuko pamoja na wewe. There is God with us, God among us, and God in his throne. Mungu kwenye kiti chake cha enzi. Ndio maana anapoketi kwenye kiti cha enzi anakuwa ni Mungu wa kuhukumu. Ndio maana yeye Mungu, nisikize vizuri, ndio maana Mungu amegawa uungu wake. Lakini Mungu yule yule, watu wanashindwa hata kwa akili ya kawaida kutumia tawala za dunia. Kile Mungu alichokigawa, kile nafsi yako hiyo ndio. Unadhani ukiangalia kama tawala za dunia, au unaona mkuu wa nchi, msaidizi wake ni ofisi ile ile, ila kila mmoja anatenda kwenye nafasi yake ili kuwafikia watu. Amen, amen. Mwalimu mkuu ni mwalimu, mwalimu wa darasa ni mwalimu, na mwalimu wa zamu ni mwalimu, lakini kila mmoja akiwa kwenye utendaji wake anaonyesha umuhimu wake. Mzazi akienda shuleni akisema nataka kuonana na mwalimu, anaweza kumuona mwalimu yeyote, ila akisema mwalimu mkuu ana ofisi yake, unamwendea kwa jambo maalum, ama yeye yuko pale kwa ajili ya kusimamia wanafunzi waliorejestiwa, walimu wengine kutenda kazi, ila naye ni mwalimu. Ila yeye amepewa nafasi kwa mwalimu mkuu, ila ni mwalimu, hajasoma zaidi ya kile ambacho wengine wamesoma. Ule ukuu ni neema tu, ameinuliwa, ni daraja. Uwe mkuu, ameteuliwa uwe mkuu, ila ule ukuu haendi kusomea ili awe mkuu. Anateuliwa tu, anaipandishwa, anakuwa mkuu, ila naye ni mwalimu. Mwalimu wa zamu naye anakuwa naye anachaguliwa tu, wiki zamu ya kwako, anapangiwa, anakuwa na duties, anakuwa na majukumu ya zamu. Kwa hiyo anakuwa na umuhimu katikati ya wanafunzi. Mtoto ameumia, wewe ni mwalimu wa zamu. Inataka ruhusa, wewe ni mwalimu wa zamu. Ndivyo mbingu ilivyo. Mungu Baba yuko pale, ni Mungu. Yesu Kristo mwanae ni Mungu, anaitwa Emmanuel. Unajua kama kuna siri ni ile hatujui Mungu alipokeaje. Je, hatujui kuna mtu mmoja anakuwa ameng'ang'ania, kwani Mungu anazaa? Kwani Mungu anaoa? Kwani nawe na mwana? Kwani kama Mungu alitokea, je, tunajuaje kama hakutokea nao watatu? Yaani akatokea Mungu akiwa katika nafsi tatu, akatokea anaishi kwenye viti vya enzi. Huyu akiwa Baba, huyu akiwa Mwana, huyu akiwa Roho Mtakatifu. Alafu akasema wewe ni Mungu yule yule, ila wewe utashughulika kuwa pamoja na watu. Alafu wewe huyu mwingine, huyu Roho Mtakatifu, yeye anaitwa mwalimu. Amina. Yeye kazi yake akiwa katikati ya watu anawafundisha kuyashika yote. Amina. Kusimamia ile haki ya Mungu na ile kweli ya Mungu duniani. Amina. Kwa hiyo ukiona ile hali ya Utatu Mtakatifu inapingwa, nini maana yake?
Maana yake ni kwamba ile nafasi ya Mungu pamoja na watu inaondolewa, ili shetani na mpinga Kristo na mnyama wafanye kazi yao sawa sawa.